Kuna hoja kuhusiana na kwamba unahamasisha siasa ama unahamasisha chuki kwa jamii, lakini tumesikia pia kauli kwamba ama hoja kwamba vijana wanafundishwa kuchukia taifa lao. Chadema mnahusika? Kuna kitu ambacho nataka leo kwa mara ya kwanza nikizungumze ili tueleweshe umma. Kwanza, nchi hii CCM sio nchi, yani hii nchi sio CCM. Lazima tujifunze kutofautisha CCM na nchi. Lakini pia lazima tujifunze kutofautisha kati ya serikali na taifa. Kwa muda mrefu sana CCM wanajifanya kwamba nchi hii ni mali yao na nchi ni CCM. Lakini vile vile serikali zote za CCM zimekuwa zinajifanya kwamba zenyewe ndio nchi. Hii nchi sio CCM, sio mali ya CCM, na nchi hii sio serikali. Nchi ni nchi na serikali ni serikali. Serikali zinapita lakini nchi inabaki. Ndio maana serikali ilikuwepo ya Mwalimu Nyerere, ilipita, nchi imeondoka. Ipo nchi, sio? Ikaja serikali ya Mwinyi, ikapita, nchi imeondoka. Ipo, imekaja. Actually kulikuwa na serikali hata ya wakoloni, ikaja ya Mkapa, ikaja ya Kikwete, imekuja ya Magufuli, imekuja na yenyewe itaondoka. Sisi tunazungumza na wananchi kuhusu makosa ambayo CCM wawafanyia, na wananchi wanastahili kuwachukia. Hivi unaweza kumpenda mtu anayeteka watu na kuua watu? Watu walioagiza watu wauawe tarehe 29 kwa maelfu, unawezaje kuwapenda? Nchi ndio iliagiza watu wauawe. Ni viongozi wa binafsi wa CCM na serikali yao ndio waliagiza na wakasimamia na watu wakauawa kwa mamia kwenye nchi hii. Kuna watu wametekwa, wakiwemo viongozi wa CCM, akiwemo Humphrey Polepole, na nimekuwa nikizungumza mara kwa mara. Humphrey Polepole is a senior civil servant kwenye nchi hii. Amekuwa mkuu wa wilaya, amekuwa katibu mwenezi wa CCM, mjumbe wa kamati kuu ya CCM of course, amekuwa barozi, a vetted officer wa nchi. Unajua barozi akienda kwenye taifa lolote anakwenda badala ya rais. Kama tunasema barozi wa Tanzania nchini Kenya, badala ya rais awe Kenya, awe Uganda, awe rais hawezi kujigawa vipande pande, awe Kenya, awe Ubelgiji, awe kote tuliko na mabarozi. Kwa anateua mtu mmoja kwa niaba yake, anayeamini huyu akisimama ni kama nimesimama mimi. Humphrey Polepole aliteuliwa na Rais Samia. Kwa hiyo Rais Samia alikuwa anamwamini kama anaweza kufanya yeye, akasema huyu ni kama mimi kwa niaba yangu. Akaenda akawa barozi wa Tanzania Cuba, akawa barozi wa Tanzania Malawi. Ametekwa. Umewahi kusikia kauli yoyote ya Rais Samia kuhusu Humphrey Polepole kutekwa? Kiongozi mkubwa wa namna hiyo kwenye serikali ya chama chao na kwenye nchi hii ametekwa. Leo ni mwaka mzima. Kiongozi wetu mzee Ali Kibao alishushwa mchana kweupe kwenye basi, akauawa, akamwagiwa tindikali, akatobolewa macho. Rais Samia akasema ni kifo cha kawaida. Sasa watu wanawezaje kupenda matukio ya namna hiyo? Hawa wa Tanzania wameona watu wanatekwa kwa mamia. Kijana mzee Ali Kibao alishushwa mchana kweupe kwenye basi, akauawa, akamwagiwa tindikali, akatobolewa macho. Rais Samia akasema ni kifo cha kawaida. Sasa watu wanawezaje kupenda matukio ya namna hiyo? Hawa wa Tanzania wameona watu wanatekwa kwa mamia. Kijana anayejiita wa CCM wa kule Tanga ametekwa, picha zake zinasambaa, ameumizwa vibaya, na yamekuwa ni matukio ya endelevu. Haya matukio yanafanya watu wakupenda au wakuchukie. Sasa tukisema haya, wanasema sisi tunachochea chuki. Sisi tunasema ukweli tu. Mtu anayebambikia watu kesi, huyo mtu na mtu anayekemea watu kubambikia watu kesi, nani anachochea chuki dhidi ya watu? Mimi nimezungumza kwa mfano, nikasema nyie mnaita watalii kuja Tanzania waje kutembelea mbuga zetu. Of course sisi ni nchi ambayo ina vivutio vingi sana, na nitakueleza jinsi ambavyo CCM inaangusha uchumi wa nchi kwa kushindwa kusimamia sera na kwa kufanya mambo yasiyo ya msingi. Tunaita watalii kuja Tanzania, tunaita wawekezaji wakubwa kuja Tanzania, tunaita michezo. Sasa tunasema AFCON ifanyike hapa.
alafu sisi wenyewe tunafungulia watu 64 kesi, tunasema ni magaidi, ambao tunajua sio magaidi, ni viongozi wa kisiasa tu wanaopishana na nyinyi. Sasa mtalii gani anakuja kutalii kwenye nchi ambayo ina ugaidi, ambayo ina tishio la ugaidi tena kubwa kwa watu 64? Mtalii gani ambaye akisoma kwenye chombo cha habari kimeandikwa kwamba Tanzania kuna watu 64 wamekamatwa wanatuhumiwa na ugaidi, ataleta mtoto wake kwenye sehemu ambayo haina usalama kiasi hicho? Ni mtu gani atakuja kuangalia mpira kwenye nchi ambayo ina tishio la ugaidi, watu 64 wako ndani kwa sababu ya ugaidi? Sisi tunaosema tunaambiwa eti sisi ndio tunachochea. Hivi yule aliyekamata na sisi tunaosema haya mambo nani anachochea? Kwa hiyo nafikiri sisi ni watu ambao hatuchochei chuki, tunasema ukweli. Na vijana wanajua CCM imeshindwa kuwatengenezea ajira wakati kuna fursa za kujitosheleza kutengeneza ajira. Sisi tunaagiza ngano kutoka nje ya nchi. Sisi tunaagiza mchere wa basmati ule mnaokula hapa biriani unatoka Pakistan. Sisi ndio nchi yenye, unajua nchi yetu ina ukubwa wa kilomita za mraba 945. Ukichukua Kenya, Uganda, Burundi, Rwanda, Burundi, Kenya, Uganda, Rwanda na Burundi, nchi nne zote za Afrika Mashariki ukizichanganya zina kilomita za mraba 890. Sisi pekee yetu 945. Sisi tuna ardhi ya kutosha na maji ya kulima chakula na tukauza, lakini sisi tunaagiza mafuta ya kula. 65% ya mafuta yanayotumika ndani yanatoka nje ya nchi, wakati Singida watu wanaweza. Unahisi kuchoka? Unataka kuingia na kuangalia wanawake wengi warembo wanakusubiri? Inaweza kukufanya uwe na furaha zaidi. Wasiliana nami sasa. Irike unazipeleka nje kuagiza mafuta. Tunaagiza mpunga, tunaagiza ngano yote inayotumika Tanzania, 90% na kitu inatoka nje. Tunaagiza kutoka Ukraine na Russia. Ina maana tunachukua karibia trilioni 1 point something tunaagiza ngano. Maana yake ni nini? Hizi fedha zingeingia kwenye vijana wako, tusingekuwa na crisis ya ajira. Sasa sisi tunawaambia vijana, jamani, hawa wameshindwa kuwatengenezea fursa kwenye kilimo, kwenye utalii, kwenye viwanda, kwenye ujuzi, kwenye kila kitu. Tupeni sisi nchi, tutawapa hizi fursa. Hapo tunachochea chuki au tunasema tu ukweli? Tunawafungua watu macho waone, na huo ni ukweli tu kwamba CCM kwa miaka 65 is a total failure, na kila siku tunarudi nyuma. Kuna swala la mnafadhiliwa na mabeberu kuharibu amani ya taifa la Tanzania. Kuna ukweli gani kuhusu hili? Kuna serikali inajinasibu ipo. Sasa hao mabeberu wanapitisha wapi wa ufadhili kuja humu wasiuone? So mipaka yetu yote inalindwa na jeshi na vyombo vya dola na usalama wa taifa na polisi na jeshi la wananchi wa Tanzania, si ndio? Mabenki yote yako regulated na Benki Kuu ya Tanzania, ambayo mle ndani kuna kitengo kinaitwa Financial Intelligence Unit, kitengo cha usalama wa nchi cha kifedha, ambacho kuna wabobezi wa usalama wa taifa waliosomea hayo mambo. Ndio fedha zinapita pale, ndio ziende kwenye mabenki mengine yote. Kwa hiyo akaunti ya Chadema au ya Heche au ya mtu mwingine yote kwenye nchi inafahamika. Kama mipaka inalindwa, kama mabenki yanalindwa, hao wafadhili wanatufadhili kwa njozi au mabeberu wanatufadhili kwa njozi au kwa vitendo? Kama ni kwa vitendo, kama ni kweli, basi hiyo serikali imeshindwa, inawalalamikia wananchi. Wafanyeje sasa? Waitoe, waweke watu watakaoweza kudhibiti. Lakini it's only prudent kwamba sisi ni chama cha kisiasa kinachotakiwa kutawala nchi na chenye uwezo wa kufanya hivyo. Ni chama ambacho tuna marafiki duniani, kwa sababu huwezi kuishi in isolation. Tuna marafiki, lakini katika guidelines za kisheria ambazo zimewekwa. Ukisoma sheria ya vyama vya siasa inayosimamiwa na msajili wa vyama vya siasa, inaeleza ni mashirikiano gani vyama vya kisiasa vinaweza kupata kutokana na marafiki zao walioko nje ya nchi. Na kama wewe ni mtoto yatima, uelewe hata huwezi kuvusha hata mguu mmoja hivi. CCM wanaweza kuletewa vitu na Wachina wamejengea hadi kumbi. Kuna CCM wamepewa ukumbi ule wa Dodoma, wamejenga wenyewe.
wamepewa chuo kiko Kibaha, si wamejenga wa China? Sisi hatujai hata kupewa msaada hata wa gari. Alafu wao wanaosema sisi tunafadhiliwa, wao wana kitu kinaonekana ambacho kimefadhiliwa, sisi wanasema sisi tumefadhiliwa. Ni total rubbish, my dear. Lakini hoja hizi zimekuwa mara nyingi, wanalipwa, wanafanya hivi kwa sababu wanalipwa. Ndio nakuuliza, zinapitia wapi hizo fedha? Huyu anayesema tumelipwa lini ametoa akaunti akasema akaunti ya Heche imeingiza bilioni 3 hizi hapa. It's total rubbish. Ni ujinga tu. Na kuna ukweli gani juu ya tuhuma ambazo zinasambazwa kwamba ulilipwa fedha na wadau kwenye akaunti yako binafsi na sio akaunti ya chama? Ndio hicho nilichomaliza kusema, my dear. Akaunti zangu zinafahamika, iko CRDB. Actually na akaunti moja. Siwapite hapa waseme Heche amepewa fedha kadhaa kwenye akaunti namba fulani hizi hapa. Ni kupoteza muda. Okay. Hii script yao ni script ya kututoa kwenye ukweli, na mimi siko tayari kuizungumza, na ninaomba na nyie msiwe sehemu ya kuzungumza ujinga huu. Tutoke kwenye agenda ya katiba mpya na free Tundu Lissu, ndio agenda za chama chetu. Ndio maana sijajibu hizo. Mengine hayo wanasheria wangu watahangaika nayo, mimi sitaki kuingia huko, kwa sababu hawa watu ndio, na mwandishi wa hii script ana kumbukumbu ndogo. Ndio watu waliwahi kuandamana hapa, wanataka Kitima atoke. Wanasema si Kitima amefanya nini? Father Kitima yule katibu mkuu wa nini? Wa TEC, wa baraza la maaskofu. Script kama hiyo ndio walijaribu kunitengenezea. Sasa hawa ni watu ambao wamefail, hawana ujuzi, hawajui hata kutengeneza propaganda, wamechoka, wanahitaji kupumzishwa. Ni kama mtu ambaye maji, umewahi kuona mtu amebebwa na maji ya mto? Maji yamembeba, anahangaika, anashika hata ujani unang'oka, akiona kakisiti anang'ang'ania nako kanang'oka. Hawa is a die of a kick of a dying horse. Ni farasi anayekufa anarusha mateke ovyo ovyo. Ndio hapo, na sisi hatutaki kupoteza muda. Sisi tuko kwenye agenda ya katiba mpya na free Tundu Lissu. Katiba mpya ili tuanze nchi hii ijizae, tuanze upya. Watanzania wameteseka muda mrefu kwa miaka 65 kwa sababu ya mfumo wa kiutawala na wa kiuongozi ambao unampa mtu mmoja mamlaka kama Mungu. Anaua watu, anaumiza watu, rasilimali za nchi zinapokwa. Asipoamua hakuna kinachofanyika. Bunge linasubiria yeye ndio aseme nini ndio kipitishwe. Bunge ni rubber stamp. Tunataka tutengeneze mahakama inayojitegemea, inayoweza kufanya kazi yake bila kuingiliwa na mtu. Tunataka tutengeneze bunge la wananchi ambalo litakuwa na uwezo wa kumuvu mswada na serikali ikalazimishwa. Serikali isiposikiliza bunge, kwa sababu bunge ni chombo cha wananchi, serikali ifukuzwe kazini. Lakini tunataka kuunda serikali ambayo rais wake hata kuwa na mamlaka ya kimungu. Hatutaki rais ambaye ukisoma ibara ya 54 ya katiba ya nchi yetu ya sasa, kwamba rais anaingia kwenye kikao cha baraza la mawaziri na yeye ndio mwenyekiti wa kikao cha baraza la mawaziri, lakini yeye sio mjumbe wa hicho kikao. Unawezaje kuwa mwenyekiti wa kikao ambacho wewe sio mjumbe? Yaani kama wewe si kuna vikoba ambavyo huko mitaani huko, sisi kuna vikoba kina mama mmo. Mwenyekiti wenu anaweza kuja mtu ambaye sio mjumbe mwenzenu? Lazima awe mjumbe kwanza, awe mwanachama, ndio awe mumchague kuwa mwenyekiti. Sasa nchi hii maajabu yake ni kwamba rais ni mwenyekiti wa kikao cha baraza la mawaziri, lakini yeye sio mjumbe. Na hilo baraza la mawaziri ndio linaamua mambo yote. Maana yake nini? Kwamba baraza la mawaziri likifanya makosa, waziri mkuu atajiuzuru, mawaziri wengine watajiuzuru, lakini yeye kwa sababu ni Mungu ambaye alichea hicho kikao, ambaye kilifanya maamuzi ambayo bila yeye hawezi kupita, yeye asijiuzuru, yeye asiwajibike. Kama tuna rais ambaye ibara ya 13 inasema kila mtu ana haki sawa mbele ya sheria. Ibara ya 46 inasema rais hawezi kushtakiwa wala. Kwa hiyo huyu rais sio mtu. Kwa sababu kama ibara ya 13 inasema watu wote tuna haki sawa mbele ya sheria, alafu ibara ya 46 inasema rais hawezi kushtakiwa, hawezi kuhojiwa, hawezi kufanywa nini, maana huyu sio mtu. Sasa ni kitu kingine tofauti, labda ni malaika au ni Mungu. Kwa sababu tukiwa na katiba ya hivyo, ndio maana tumegota hapo. Rais anaweza kuamua leo bandari zetu apewe nani, anaweza kuamua mbuga zetu apewe nani. Sasa hivi kuna mahoteli yanajengwa humo polini Serengeti na Ngorongoro. Hao wanyama wote wataondoka.
wanaondoa Wamasai, kwamba Wamasai waliotunza hizo mbuga tangu zama za uwepo milele na milele, wao wanafukuza wanyama, alafu wanaenda kujenga mahoteli makubwa, wanapiga miziki mle ndani, wanalipua, na ulisikia wanataka hadi kuanza kuchimba madini mle ndani, dhahabu. Ukiweka mgodi mle ndani, function ya mgodi ni mashine kubwa, ni sumu, ni nini, zitaua wanyama. Unaondoa Wamasai, unataka ukachimbe kule kwa sababu ya uamuzi wa mtu mmoja. Kule ndani kuna barabara, unaambiwa hii ni barabara ya mzungu. Yaani umelipa geti, umelipa ukiwa unapita getini mle unaingia, ukiwa unapita geti ya kutoka Serengeti, ukilipa pale, au ukiwa unatokea Karatu ukilipa pale, uko kwenye mbuga ya Tanzania. Mle ndani pia kuna mzungu ana eneo lake ambalo ukiingia mle ndani unabidi umlipe na yeye ushuru ndani ya nchi yetu, kwa sababu ya maamuzi ya aina hii. Kama una rais ambaye yeye ndo anaamua madini yetu, kwa mfano mgodi wa Nyanzaga unaanza Sengerema pale, unaenda kuwa mgodi mkubwa kuliko yote Afrika wa dhahabu, mgodi namba 1 kwenye nchi hii. Sheria tulizotunga za madini mwaka 2017 bungeni, sheria ya permanent sovereignty ya natural resources na sheria ya review and negotiation of unconscionable terms za madini, zilisema mikataba yote ya madini inayosainiwa lazima kwanza, au ya rasilimali yoyote nchi, lazima ipitishwe bungeni. Maana yake lile ikienda bungeni, japo bunge hili ni la hovyo, halina maana, lakini itakuwa public document, tutaweza kuiaccess, tukaisoma na tukawaambia Watanzania. Lakini isipoenda bungeni inabaki kuwa siri yao. Sasa pale wamesaini mkataba, na kuna kampuni ya wazungu imeshaanza kujijenga pale, inaanza kuchimba pale, nafikiri kama sio mwaka huu ni mwakani, bila kupeleka huo mkataba bungeni. Maana yake ni siri. Ni siri ya nani? Rais na watu wachache. Hizi rasilimali sio za rais, sio za rais aliyopo sasa Samia, hazikuwahi kuwa za rais Magufuli, haziwezi kuwa za rais Kikwete kwa sababu ya urais wake. Hizi ni rasilimali za Watanzania. Kwa nini mnaficha aina ya mikataba mnayoingia? Tunataka katiba itakayotuambia kwamba hilo ni marufuku, na rais akitaka kuweka kifungu cha hivyo, bunge limfukuze. Ndio aina ya katiba tunayotaka, ambayo itawapa Watanzania uhuru wa kutumia rasilimali zao. Sasa haya mambo ndio nataka tujadili, maidia. Sio mambo ya mtu anayekaa kwenye kijiwe cha kahawa amelipwa 10,000 anasema tunafadhiliwa na mabeberu. Hizo ni non-starter issues. Twende kwenye core issues za nchi yetu ambazo ni kubwa, zinazoathiri maisha ya watu wetu vibaya sana. Familia iwapo pamoja huwa kuna upendo, amani na nyuso zenye furaha. Na katika familia zetu, sisi kina mama ndio kila kitu. Junior mwanangu, nisaidie kuandaa meza tafadhali. Mlo mzuri hufaa zaidi familia kula kwa pamoja mezani. Mama Junior, umeandaa kila kitu mezani lakini umesahau Maji ya Kilimanjaro. Usijali mume wangu, siwezi kusahau. Kila mlo wa familia ni hadithi ya upendo yenye furaha na tabasamu, na ukamilishe na maji ya Kilimanjaro. Kilimanjaro Natural Mineral Water, maji asilia ya kuaminika kila siku. Mtazamaji wa ITV na msikilizaji wa Radio 1, ni dakika 45. Tupo na makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, John Heche, tukiwa tunazungumzia na masuala mbalimbali kuhusiana na Chadema na siasa nchini Tanzania. Kuhusu katiba, hivi karibuni tumesikia mara kadhaa wana CCM wakisema kwamba swala la katiba sio ajenda ya Chadema, ni ajenda yao. Lakini nyinyi mmekuwa mkisisitiza kwamba tunataka katiba mpya. Wanasema nao pia wanataka katiba mpya. Hii ina maana gani hasa kwenu? Kama wanataka katiba, kwa nini haiji? Kwa sababu wao ndio wamejimilikisha dola kwa lazima, wamejiweka madarakani kwa nguvu, kwa mtutu wa bunduki. Wana kila kitu. Wao ndio wana bunge la kwao, wao ndio wana rais, wao ndio wana madiwani wote, wao ndio wanasimamia fedha za nchi hii, wao ndio wanaweza kupeleka mswada bungeni, wao ndio wanapeleka budget bungeni. Kama wanataka katiba, kwa nini budget ya mwaka huu haijaweka kifungu cha kuanza kuandika katiba? Lakini wanasema kwenye ilani yao ipo. Tunataka katiba kwenye ilani au actual katiba?
Sisi tunataka katiba halisi, sio maneno ya kwenye Irani. Irani yao hata ya Magufuli ilikuwa na hiyo. Magufuli anapoingia madarakani mwaka 2015 kwa mara ya kwanza, miaka 11 iliyopita, kulikuwa na kifungu kwenye Irani ya CCM kilichokuwa kinataka katiba. Imekuja leo ni mwaka wa 11, imekuja. Kwa hiyo nani anayekwamisha katiba kama wanaitaka katiba? CCM ndio tatizo, kwa sababu ndio inanufaika na katiba hii. Na juzi ukitaka kujua hawataki katiba, Emmanuel John Nchimbi ambaye ni makamu wa rais wa serikali yao hiyo ambayo haikuwekwa madarakani na wananchi, aliposema katiba mpya, umeona alivyotukana na wana CCM. Ametoka si mwenyekiti wa vijana amemtukana. Wewe unaamini kwamba mwenyekiti wa vijana yule anaweza kumtukana Emmanuel Nchimbi bila baraka za aliye juu yake? Ukiona kifaranga kiko juu ya mti, ujue mama yake anacheza hapo karibu hapo. Yule mwenyekiti wa vijana wao amemkemea Nchimbi. Si nani wamemkemea? Wajumbe wa neki wamemkemea. Kama wanataka katiba, John Nchimbi amesema Emmanuel Nchimbi amesema tuandike katiba. Sasa ni kipi kibaya hapo? Kama kweli wanataka katiba, kwa nini wamkoromee? Kwa hiyo Chadema inamuunga mkono makamu wa rais. Sisi tumuungi mkono, tunaunga mkono kauli yake hiyo. Nisikilize, mtu yoyote atakaye kuja anaungana na sisi kwenye madai ya katiba, huyo tuko pamoja naye. Kama anazungumza lugha moja na wananchi na Watanzania, huyo tuko pamoja naye. Yeyote anayesema lugha tunayoizungumza, huyo tuko pamoja naye. Naam. Kuhusu maridhiano, hapa nimesikia mwanzoni umezungumza, unasema kwamba hakuna maridhiano mpaka wapatikane watu kutoka nje. Unaamini kwamba Tanzania haiwezi kufanya mambo yake bila kushirikisha watu wengine? Hivi vitu Farhia, sio vitu vinavyotokea kwa mara ya kwanza duniani. Na tutachukua mifano ya hivi karibuni kwa experience ya Kenya iliyotokea kama hii ya kwetu, exactly kama hii, na experience ya Afrika Kusini. Kwanza sisi tulifanya mazungumzo na CCM ambao wao waliita maridhiano. Nimekuambia disappointment yetu kama chama yaliyotokea. Tulienda kwa nia njema, mwisho wa siku tulikaa mle mwaka mmoja na nusu, hakuna kilichopatikana. Mwisho wa siku tulienda kwenye uchaguzi wa 2024, wakauawa mpaka mgombea wa kitongoji pale Singida Manyoni wa Chadema. Wakaondolewa wagombea wa Chadema 70%. Watu wakauawa, wakaumizwa. Mwalimu wa shule ya msingi mstaafu, amekuwa mwalimu mkuu kwa miaka 28, anatoka Rorya, Bwana Oduor, akaambiwa hajui kusoma na kuandika. Mtu ambaye amekuwa mwalimu mkuu wa shule ya serikali kwa miaka 28, kwa sababu alikuwa anagombea kijiji kupitia Chadema, akaambiwa hajui kusoma na kuandika na ana degree, lakini mtu wa CCM darasa la 7 anajua kusoma na kuandika. Sasa haya mambo ni mambo ambayo yamejitokeza sana kwa sababu hawa watu hawaaminiki. Sasa sisi tumesema cha kwanza, kwenye jambo lolote kumove, lazima hilo jambo liwe la kweli. Wa Afrika Kusini walipotaka kuondoa, baada ya maumivu makubwa ya serikali ya ubaguzi ya makaburu, mwaka 96 waliunda kitu kinaitwa TRC, Truth and Reconciliation Commission. Cha kwanza ni ukweli, alafu maridhiano. Unanielewa? Waliunda tume ya ukweli na upatanishi. Cha kwanza kinachoanza ni nini? Ukweli. Huwezi kwenda kwenye maridhiano bila ukweli. Kenya, baada ya machafuko yaliyotokea kwenye uchaguzi wa 2007, walienda pale marehemu Kofi Annan kutoka Umoja wa Mataifa akaingilia, akaleta pande mbili zote zinazogongana, upande uliokuwa na Raila Odinga na upande uliokuwa na rais aliyejitangaza kama aliyejitangaza Tanzania. Wakaunda serikali ya umoja wa kitaifa kwanza, wakaja pamoja, wakakubaliana baadhi ya mambo, lakini wakaunda kitu kilichoitwa Waki Commission, tume ya Waki, tume ya Waki iliyochunguza sasa yale mambo. Hiyo iliundwa kutokana na makubaliano ya baada ya pande mbili kuja pamoja, pande ya Raila Odinga na pande ya Mwai Kibaki, walioletwa pamoja na Umoja wa Mataifa. Kulikuwa na interrupter hapo katikati, akawaleta pamoja, wakaunda Waki Commission.
Philip Waki Commission ambayo ilikuwa na mjumbe mmoja kutoka New Zealand na mjumbe mwingine kutoka Congo DRC. Sasa leo wewe kuna upande mmoja umejipokea mamlaka ya nchi, umejitangaza wenyewe, umemfunga mwenyekiti wetu ndani, umeumiza watu wamekufa kwa maelfu. Alafu huo upande ambao unatuhumiwa wenyewe unaunda tume inaitwa tume ya Chande. Tume ya Chande inakuja na matokeo gani? Inasema watu wanaotekwa wametekwa kwa sababu za mapenzi, kwa sababu za kibiashara na kwa sababu za ushirikina. Polepole ametekwa kwa sababu ya mapenzi ya nani? Mdude Nyagali wa Chadema ametekwa kwa sababu ya ushirikina gani? Kipanya ametekwa. Kwa nini sasa kama wanatekwa kwa sababu ya ushirikina, kwa nini polisi hawajai kukamata hao washirikina wanaoteka watu? Kwa nini hao polisi hawajai kukamata wapenzi waliomteka Polepole mpaka leo mama yake analia? Kwa nini hao watu hawajamteka polisi hawajakamata mtu aliyemteka Sinda Geteba ambaye ni diwani wa CCM pale Tarime, au Siza Keheta, au mjumbe wa mkutano mkuu Daniel Chonchori aliyetekwa wa CCM hao na wa Chadema wengi? Juzi nimesoma watu 24 wametekwa kwenye mji wa Sirari, 24 kwa mwaka mmoja na nusu uliopita. Kwa nini polisi hawajakamata hao watu? Sasa tume ya Chande inasema hawa watu wanatekwa kwa sababu ya mapenzi, kwa sababu ya ushirikina, kwa sababu za biashara. Alafu hiyo tume ya Chande eti ndio imelei foundation, ndio imeweka msingi wa hiyo tume nyingine ambayo inachaguliwa na mtu ambaye sisi tunamlalamikia yeye mwenyewe bila kushirikisha upande mwingine. Amechagua majaji, ameteua majaji wake 3, amechukua na majaji mwingine kutoka Uganda ambao tunajua wote Uganda rekodi yake kuhusu haki za binadamu. Alafu unaleta na jaji mwingine kutoka Namibia. Sasa unaunda kwa makubaliano ya nani? Waki Commission iliundwa kwa makubaliano ya pande mbili. Hii tume tunaiamini. Sasa ikatuchunguzie, ipewe hadidu za rejea. Pale Kenya, Waki Commission ilipofanya kazi, ilitengeneza mpaka tume ambayo sasa ipo inachunguza hata mtu akitoa kauli ya kichochezi, ile tume yenyewe inamuita. Inamwambia wewe umefanya hivi, inamshtaki mahakamani. Iliunda kitu kinaitwa IPOA. IPOA ni kitengo cha kuchunguza polisi. Waliondoa jeshi la polisi la Kenya kutoka Police Force of Kenya kuwa Police Service. Sasa hii tume iliyoundwa na Samia, hadidu zake za rejea ni nini? Na bezi yake ni nini? Sasa sisi tukisema hatuwezi kushiriki, huu ni uongo, ni mchakato ambao hauendi popote, hauendi kutibu nchi. Haya, Afrika Kusini ilikuwaje? Waliunda kwenye Truth and Reconciliation Commission ya Afrika Kusini iliyosimamiwa na Askofu Desmond Tutu mwaka 96. Ile tume ilikuwa hadi na kitengo kilichochunguza violation ya human rights, kitengo cha kuchunguza, kamati ya kuchunguza ukiukwaji wa haki za binadamu. Watu wote waliokuwa ndugu zao wameuawa, wametekwa, wameumizwa, wamepotezwa, wamekatwa vidole, wengine wamerawitiwa, walipeleka malalamiko yao. Watu 1950 walipeleka malalamiko yao pale kwenye hicho kitengo, kwenye hiyo kamati ya kuchunguza ukiukwaji wa haki za binadamu. Polisi na watu wa dola 7,000 walihojiwa kutokana na haya matukio, wakaomba radhi na wakakiri ukweli, wengine wakafungwa. Na Kenya hivyo hivyo walichunguza. Waki Commission ilipomaliza, wakina Ruto huyu rais wa sasa na rais aliyepita walishtakiwa ICC. Sasa kama tungekuwa na tume ya ukweli, pande mbili zimeletwa pamoja, tumekubaliana tuunde tume, tuipe hadidu za rejea ambazo zinaenda kwanza kutuchunguzia nini chanzo, nani waliosababisha, nani walioamuru, nani waliotekeleza. Baada ya hapo tuchunguze waliotekwa, waliofanya nini. Alafu sasa tuseme kama wanaomba msamaha, je, wakiomba msamaha uwe msamaha wa aina gani? Tuwape total amnesty au wengine wafungwe ili watu wajifunze, au wengine washtakiwe. Alafu baada ya hapo tunachunguza wale waliopata madhira, tunawasaidiaje, familia zao tunasaidiaje. Cha 3, tunafanyaje haya mambo yasijirudie? Tunaunda vyombo gani? Tunabadili jeshi la polisi liwe aina gani? Sio jeshi la kijambazi ambalo lipo kwa sasa, watu wanatekwa, wanapotea. Mimi nafuatiliwa na gari ambazo zina namba tofauti, namba EQJ. Ukigoogle unakuta hiyo namba iko kwenye tera la greda, wakati ni namba ambayo hiyo gari unajua kabisa imetoka polisi.
Sasa tunaundaje hivi vyombo upya? Tunaandika katiba ya aina gani ili mambo haya ya kiuchaguzi yasije tena yakaleta mgogoro? Hiyo ndio kitu tunaweza kushiriki. Hicho kitu cha aina hiyo kinachokwenda kuleta ukweli, sio kitu kinachokwenda kuleta uongo. Sisi hatuko tayari kushiriki kwenye uongo. Kama procedure zote zitafuatwa ambazo zitaweka mambo wazi, mambo ambayo tunaona yana mwanga mbele, yanakwenda kuwapatia Watanzania katiba, yanakwenda kuondoa manyanyaso yote, yanakwenda kuwajibisha watu walioumiza watu, yanakwenda kulipa fidia watu ambao wamepata, ili kufuta chuki. Kwa sababu sasa hivi kuna chuki. Mama yake Polepole chuki yake inaishaje? Mama yake Sinda chuki yake inaishaje? Yule mama aliyepigwa risasi Arusha anakimbia, mtoto wake chuki yake itaishaje? Mtoto wa dereva wangu ambaye ameuawa katika mazingira ya ajabu, chuki yao inaishaje? Tunatengeneza visasi. Lakini kama tungetengeneza tume ya ukweli. What's my one rule? I always pay because Pocket Broker covers me for dinner, for mom, for friends at the bar. I move my funds with no extra costs. I always pay because Pocket Broker always covers. Rudi. Lakini sasa tunaweza kupumzika kwamba ndugu yetu hata damu yake iliyomwagika imeleta matunda kwenye nchi. Hakuna mtu mwingine atapata haya matatizo. Hiyo tungeweza kushiriki. Lakini unatushikia bunduki. Unaita vyama ambavyo Humphrey Polepole akiwa katibu mwenezi alisema, mimi nilikuwa katibu mwenezi, najua hivi vyama ni vya mfukoni, tulikuwa tunavitumia CCM. Hiyo sio kauli yangu. Lakini kauli hiyo imeuzi baadhi ya vyama. Lakini ndio ukweli. Alisema Humphrey Polepole, katibu mwenezi wa CCM, amesema hivi ni vyama vya mfukoni ambavyo tulikuwa tunavitumia. Kama sio vyama vya mfukoni, vina wanachama wapi? Vyama vya mfukoni. Chadema mnaongea lugha moja kuhusiana na msimamo wenu wa masuala maridhiano. Maana hapa karibuni tulisikia kwamba kuna mgawanyiko, kuna ambao wanataka maridhiano, kuna ambao wamezungumza pembeni wanataka maridhiano, na vitu kama hivyo ndio vikaibuka mpaka kusemekana kwamba wewe kuna watu ambao wanakupa pesa, kuna wadau wanakupa pesa kwenye akaunti yako na vitu kama hivyo. Mnaongea lugha moja kuhusiana na msimamo wa masuala maridhiano. Msimamo wa chama chetu unatolewa na vikao. Kamati kuu ya chama chetu ilitoa msimamo wa mwanzo baada ya uchaguzi, ikatoa msimamo wa pili tarehe 11 mwezi wa 12, ikatoa msimamo wa 3 kuhusu tume ya Chande mwezi wa 5. Kamati kuu ya chama chetu, hakuna kitu chochote. Mimi nimekulia kwenye hiki chama tangu nikiwa na miaka 10 na kitu. I'm matured enough. Nimekuwa hujawahi kuwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi? Sijawahi kuwa mwanachama wa chama kingine chochote, sio Chama cha Mapinduzi. Nimeshiriki vikao. Nimeanza nikiwa katibu wa tawi, nikawa diwani, nikawa mwenyekiti wa vijana, mjumbe wa kamati kuu, nikawa mwenyekiti wa kanda, nimekuwa mjumbe wa kamati kuu kuteuliwa, nimekuwa makamu mwenyekiti. Najua chama chetu mara zote mambo yake yanapita kwenye vikao. Ndio maana hujai kuona mtu yoyote ametoka na kukengeuka na kusema ambaye ni mjumbe wa kamati kuu. Sasa hizi habari za mtaani, na hao wanachama ambao wanajitokeza wanasema ujiuzulu, wataandamana, hao ni wanachama wenu? Umeona wengine hapo ni wa vyama vingine wanajiita wanachama wetu, na wengine wanaenda kuburuzwa kwenye impersonation. Kwa hiyo hivi ni vitu vya kawaida. Wewe ukoona hapo watu wanajiita wa Katoliki alafu wanaimba nyimbo ambazo sio za Kikatoliki, kwa hiyo unaona hichi hivi tu kwa mishi. Kuhusu michango ya Tone kuna mshindani wenu mmoja anasema kwamba mnatakiwa kuchunguzwa, hiyo michango inatakiwa kuchunguzwa na CAG. Very good. Hata hivyo labda haelewi. Hivi vyama vinakaguliwa kila heri, na ndio maana tunazipitisha kwenye akaunti za chama. Naam. Akaunti yoyote ya chama, iwe ya simu, iwe ya benki, ni akaunti ambayo inakaguliwa na Controller and Auditor General na CAG. Ndio maana chama chetu kimekuwa kikipata hati safi. Hela yoyote hata ukitupa msaada, ili mradi tu imeingia kwenye akaunti ya chama itakaguliwa na matumizi yake yataelezwa. Sasa mimi nimefurahi. Kwanza haelewi, namwambia huwa tunakaguliwa. Kwa hiyo naomba CAG aje atukague, kwa sababu sisi hakuna tunachoficha. Lakini ninachoomba zaidi, awakague na wao. Sio ile michango waliopewa, si watu wakasema bilioni 100, si bilioni 10, si bilioni ngapi, tujue zilienda wapi, au watu walitoa vipi. Ni wakwepa kodi ambao walikuja kuwapa hela ili wakwepe kodi, walitoa hiyo michango ya vipi? Lakini cha pili, tunataka ukaguzi usiishie tu kwenye vyama na serikali, ufanyiwe kazi. CAG kila siku anasema mawaziri mafisadi. Kuna mawaziri mimi nawafahamu, mimi nimeingia naye bungeni, ana kagari kamoja kama mimi tu. Leo ana majengo 20 hapa Dar es Salaam ya ghorofa.
Lakini wewe tulionyesha Nawafahamu. nyumba yako ambayo unajenga. Yes, kwani kuwa na nyumba ni shida. Mimi sina shida, napoenda ni hapo. Unisikilize mpaka mwisho. Kuna mawaziri ana nyumba 20, ana nyumba Dubai, ana nyumba Ujerumani. Wana magari 30, mengine hawaendeshi. Wengi ni vijana mimi nawafahamu. Hatutaki ukaguzi uishie tu kwenye serikali. Wale ambao CAG amewasema wakamatwe na washtakiwe. Lakini cha pili, tunataka kufanya lifestyle audit. Fulani, wewe umeingia kuwa waziri hapa, ulikuwa na hizi fedha. Usiishie hapo, tufanye lifestyle audit. Huyu bwana wa CCM, na mwambie Heche amekubali, hataki CAG aishie kwenye ukaguzi tu wa vyama na nini. Tunataka tukague mpaka nyie fedha mnazomiliki. Una mashamba 20, haya mashamba umeyapataje? Ulinunua shilingi ngapi? Unalipa kodi? Twende kwenye lifestyle audit. Hicho ndio Chadema tunachotaka. Yes. Makamu mwenyekiti, kwa sentensi fupi, Tanzania kwanza ama Chadema kwanza? Tanzania kwanza. Ndio maana tunajitoa maisha yetu. Lissu angekuwa Chadema kwanza, singekuwa gerezani leo. Ndio maana anatoa maisha yake kwa sababu ya chama chetu. Viongozi wetu wa chama, katibu mkuu wa chama chetu halipwi fedha. Hatuna ruzuku hata shilingi 100. Hana hata mafuta. Anatumia gari lake binafsi. Pengine anapanda mabasi. Mimi natumia magari yangu kuzunguka nchi hii kufanya siasa kwa sababu ya kutaka tuikomboe Tanzania. We love this country kwa kiwango ambacho tunaishi na matishio ya maisha yetu, lakini bado tunafanya kazi ya nchi hii. Kwa Tanzania kwanza. Sisi tunapigania nchi hii. Watu ambao ni wao kwanza ni watu ambao hawajachaguliwa, wanalazimisha kuingia madarakani kwa nguvu. Na wamekuwa wakisema tuna uchu wa madaraka. Ni kweli tunataka kuongoza nchi hii. Wao ambao hawana uchu wa madaraka, kwani waliua watu ili waingie kwenye madaraka? Sisi ambao tunataka kuingia kwenye madaraka, hatujai kuingia hata mara moja, tunaambiwa tuna uchu. Wao ambao wamekaa madarakani miaka 65 na wako tayari nchi ife kwa sababu wao wabaki madarakani, wanasema hawana uchu. Hiyo inakuingia akilini? Nani mwenye uchu hapa? Ongea na wanachadema na wananchi ambao wanakutazama hivi sasa. Una ujumbe gani kwao? Ujumbe wangu kwa Watanzania, nchi hii ni ya kwetu na nchi hii ina potential kubwa. Kuanzia kwenye utalii, nchi hii inaingiza watalii milioni 1.8 mpaka milioni 2 kwa mwaka, ambao ni watalii wachache ukilinganisha hata na Kenya ambayo inaingiza watalii milioni 7.9. Watalii milioni 7.9 ukichukua hata visa tunayolipa shilingi dola 100, ina maana unazungumzia dola milioni 790 ambazo ni zaidi ya trilioni 2. Nchi hii inazidiwa watalii na Morocco, Morocco inaingiza watalii milioni 19.8, Misri inaingiza watalii milioni 19. Nchi hii ina potential kwenye kilimo, nchi hii ina potential kwenye madini, nchi hii ina potential kwenye viwanda, tunaagiza mpaka toothpick, tunaagiza spoke, tunaagiza kila kitu. Watanzania tuungeni mkono. Tupeni nchi hii. Kichangieni chama chetu kupitia akaunti za chama na namba zetu za chama. Changa tu shilingi 1000 kwa mwezi kwa namba ambazo ni 0744 44 69 69 Chadema HQ. Sisi tufanye hii kazi, tuibadilishe nchi hii, tujenge potential, tuwape vijana ajira. Bado kuna nafasi kubwa za kutengeneza milioni ya ajira. Bado hata hatuna watu wa kutosha kufanya kazi kwenye nchi hii, ambapo kila mtu ataishi vizuri. Tutajenga miundombinu, tutapelekea watu maji, tutawapa watu nyumba, watu watakaa vizuri, inawezekana, watatibiwa vizuri. Potential ipo, shida yetu ni uongozi. Kwa hiyo Tanzania tunaomba sana mtuunge mkono, kiungeni chama chetu mkono, muungeni mwenyekiti wetu mkono, piganieni katiba. Hiyo ndio suluhu ya nchi hii. Makamu mwenyekiti, nakushukuru sana na kutakia kila laheri na karibu wakati mwingine. Asante sana na Mungu akubariki. Naam, mtazamaji wa ITV na msikilizaji wa Radio 1, mpaka kufika hapa tumehitimisha kipindi cha dakika 45.